Dunia ni hazina ya maajabu inayojengwa na uzuri wa mito inayoelea kwa utulivu, milima iliyosimama kwa majivuno na misitu inayovuma kama pumzi ya uhai. Ni mahali ambapo wanyama wa porini hutembea kwa uhuru, mimea kupendeza huchanua bila uoga na mandhari ya asili hujipamba kwa rangi ambazo macho hayawezi kusahau. Katika kila kona ya sayari kuna uzuri unaoishi na kupumua, ukitukumbusha kuwa dunia ni nyumba iliyojaa miujiza inayostahili kutazamwa na kulindwa. Wapo viumbe wema na hatari kwa wengine, lakini leo hebu tutazame wadudu hatari kwa binadamu na yupi hasa anaua zaidi viumbe wengine. Hii ni TriGen Media. Bila shaka ulishawahi kuumwa na siafu, nyigu, mshirikina ama siafu mwekundu, mbung'o, funza ama hata mchwa. Sasa iko hivi, ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni, kwamba licha uwepo wa wadudu wengi wenye kung'ata na kuacha maumivu makali na hata uvimbe au nundu kwenye mwili wa binadamu, lakini mbu ndiye mdudu hatari na muuaji namba moja duniani, ambapo kila mwaka mdudu huyu mdogo bila maumivu huua mamia kwa maelfu kupitia magonjwa hatari kama malaria na denge. Hii ikimaanisha kuwa katika ulimwengu wa wadudu uchungu si kipimo cha hatari, mara nyingi kimya ndicho kifo. Ndiyo, huyu mwamba ni mdudu mdogo wa kundi la Diptera, yaani wadudu wenye mbawa mbili, ambaye hupatikana karibu kila pembe ya dunia, hasa maeneo ya joto na yenye unyevunyevu. Kuna zaidi ya aina 3500 za mbu duniani, lakini wachache tu ndio hatari kwa binadamu. Mbu wana miili midogo yenye uzito mwepesi, miguu mirefu na mdomo mwembamba unaoitwa proboscis unaowawezesha kunyonya damu. Jambo la msingi kuelewa ni kwamba mbu jike pekee ndiye anayeng'ata binadamu au wanyama, kwa sababu anahitaji protini kutoka kwenye damu ili kutengeneza mayai. Lakini mbu dume kwa upande mwingine hula nekta ya maua tu. Habari ya kuzaliana kwa mbu imeandikwa sana kuwa ni katika sehemu ya maji yaliyotuama kama madimbwi, mitaro, mapipa ya kuhifadhia maji, visima, matairi yaliyotelekezwa au mashapo ya mvua. Mbu jike hutaga kati ya mayai 1000 hadi 300 kwa mara moja, na mayai hayo huchukua siku 2 hadi 3 kutunga ama kutengeneza lava na baadaye pupa kabla ya mdudu kamili anayeishi na kujitafutia. Mzunguko mzima wa maisha ya mbu unaweza kuchukua siku 7 hadi 14 kutegemea na joto ama unyevunyevu. Maisha ya mbu hutegemea aina yake pamoja na mazingira anamoishi. Kwa wastani mbu dume huishi siku 7 hadi siku 10, wakati mbu jike anaweza kuishi hadi wiki 4 hadi 6, na katika baadhi ya mazingira yenye hali nzuri anaweza kuishi hadi miezi 2. Huu muda wa kuishi kwa mbu jike unatosha kueneza maambukizi kwa watu wengi, kwa sababu kila baada ya siku chache huwinda chanzo kipya cha damu kwa ajili ya kutaga mayai zaidi. Maisha yake mafupi lakini yenye tija kubwa ya uzalishaji ndiyo yanayomfanya kuwa tishio la kudumu. Mbu huambukiza magonjwa mengi hatari, ambayo mengi ni virusi ama vimelea vinavyosafiri kupitia mate ya mbu wakati wa kung'ata. Miongoni mwa magonjwa hayo ni malaria, dengi, chikungunya, zika, West Nile fever, filaria yaani minyoo ya miguu, pamoja na homa ya manjano. Katika haya yote, malaria ndiyo inayoongoza kwa kusababisha vifo, hasa barani Afrika ambako zaidi ya 95% ya maambukizi ya dunia hutokea. Magonjwa mengine kama denge yamekuwa yakiongezeka sana katika nchi za tropiki, hususani Asia, Amerika na kusini mwa Afrika. Kwa kiwango cha dunia, mbu husababisha vifo vinavyozidi watu milioni 1 kila mwaka, huku malaria pekee ikichangia takribani vifo 600,000 mpaka 650,000 kila mwaka. Barani Afrika, watoto wa chini ya miaka 5 ndio kundi linaloathiriwa zaidi na ndilo linalochangia zaidi ya 80% ya vifo vya malaria. Vilevile wanawake wajawazito, watu wanaoishi maeneo yenye umasikini na wale wenye kinga dhaifu ya mwili huathirika kwa kiwango kikubwa. Kwa ujumla, mbu ni mdudu anayehatarisha maisha ya jamii masikini zaidi, kwa sababu mazingira yao huruhusu kuzaliana kwake na upatikanaji wa huduma za afya huwa ni mdogo. Mbali na binadamu, mbu pia huathiri wanyama na mimea fulani. Wanyama kama mbwa, farasi, ndege wa porini, ng'ombe
na paka wanaweza kuambukizwa virusi vya West Nile, minyoo wa moyo kwa mbwa, alafu pia minyoo wa moyo kwa mbwa, lakini pia homa ya bonde la ufa au surua za wanyama hutokana na kuumwa na mbu. Kwa upande wa kilimo, mbu aina Aedes na Culex wanaweza kubeba virusi vinavyoshambulia mimea kama migomba, mpunga na baadhi ya miti ya matunda, ingawa athari hizi huwa ndogo ikilinganisha na madhara kwa binadamu. Kwa ujumla, uwepo wa mbu huathiri afya ya binadamu, mifugo na hata uzalishaji wa kilimo kwa kiwango cha moja kwa moja au kisicho cha moja kwa moja. Hii ni TriGen Media.